Chiwanga, kuna taarifa nzito ambayo nahitaji kuweza kukupatia. Habari gani hiyo Abi? Katika mizunguruko yangu nimeweza kukutana na Tau. Tau? Na baada ya kuweza kukutana naye, alishangaa sana kuweza kuniona. Lakini baada ya hapo, alihitaji pia niweze kufahamu sehemu ambapo amefikia yeye pamoja na mama. Inaonekana makazi yao kwa sasa yako hapa mjini. Lakini niliweza kumkatalia katu na kuweza kumweleza kwamba asiweze kunizoea kwa lolote lile. Sasa nimekuwa na hofu. Wamefuata nini mjini? Hapa kutakuwa kuna jambo. Maana sio rahisi wao kufika mjini. Na wanavyosema wamekutana nao na kuwa na mashaka. Lakini sawa, tuachane na hilo. Kuna kitu chingine cha pili ambacho pia nina mashaka nacho. Huyu mjomba tunaishi naye hapa, lakini asije kawa na sababu zake za msingi ambazo zimemfanya mpaka kuweza kufika hapa, alafu mwisho wa siku akaja kutuingiza kwenye matatizo. Maisha ya kijijini mimi siyahitaji tena. Nimeamua kuweza kuishi huku mjini tu. Abi, kwa huyu mzee ondoa mashaka kabisa, kwa sababu mimi nina nguvu na nina maono makubwa sana. Kila nikimwangalia sioni kama ana shida yote na sisi. Kwa hiyo wewe ondoa shaka. Lakini alijitambulisha kwangu ni mjomba. Sasa kama ni mjomba, una uhakika gani kwamba hayuko vibaya? Kama atakuwa na uhusiano wa karibu na mama, unadhani itakuwa vipi? Abi, acha kuwa na wasiwasi na mimi. Maana nimesikia maneno yote uliyokuwa unaongea. Mimi sina ubaya na wewe. Mimi nina ubaya na Bi Tausi. Najua hata wewe upendezewi na mambo anayofanya Bi Tausi. Pia hata mimi nina kidonda kikubwa sana moyoni ambayo kaniumiza sana Bi Tausi. Na kwa kisasi hichi ni lazima nitakilipa. Sawa, mimi nimekuelewa. Ni kipindi kirefu sana nimekuwa mbali na mji wangu. Sasa ni wakati wa kurejelea, kwa sababu kuna ugeni mzito ambao umewasili katika makazi yangu, na ugeni huo unaweza ukawa salama au usiwe salama, kwa sababu kwa sasa hauna nguvu. Mtawala, ni ugeni gani huu mkubwa ambao unasababisha sisi kuianza safari? Ugeni huo unaweza ukawa na madhara kwa mke wangu, hivyo ni vyema kujihadhari kabla ya hatari. Sawa mkuu, sisi ni vibaraka wako, tutafanya kama unavyotaka na hatuwezi kupinga amri yako.
Sawa, nitakwambia, lakini usinichukulie vibaya mimi na mama yangu. Sawa, usijali. Kuwa na amani. Niahidi kwamba hutohisi sisi ni watu wabaya. Usijali. Mama yangu ana kiu na kinywaji, lakini juisi na maji haviwezi kumtosheleza. Mama huwa anatumia damu. Damu? Karibu mume wangu. Asante. Jomba, zunguni la kukuita hapa. Farah, kuna jambo nataka unisaidie. Sawa mjomba. Ni jambo gani hilo ambalo unahitaji niweze kukusaidia? Ni jambo kubwa kidogo, na jambo hilo linahitaji msaada wako. Nahitaji unisaidie. Mbona nashindwa kukuelewa? Alafu mjomba, nimekuwa na mashaka sana na wewe. Kwa maneno ambayo unaongea, inaonyesha fika kwamba wewe una tamaa. Nahitaji nguvu, na nguvu hizo ni kutoka kwa rafiki yako Chiwanga. Chiwanga? Nisikilize mjomba, dhamira yako nimeshaifahamu. Halafu sio kirahisi hivyo kuweza kumbadilika rafiki yangu na kuweza kuwa msaliti. Hata kama ingekuwa ni wewe, unadhani ungeweza kufanya hivyo? Mimi sina dhamira mbaya, na hizo nguvu ninazohitaji ni kwa ajili yako. Utakapozipata wewe utakuwa na nguvu sana. Basi sawa, kwa kuwa ni jambo la nguvu, basi ni jambo ambalo naweza nikafikiria. Lakini sasa inapaswa uweze kunipa muda, kwa sababu sio jambo rahisi kabisa. Kwa hiyo mimi nimekuelewa, maamuzi ni ya kwako. Kwa hiyo mimi nakutegemea wewe sana. Nashukuru kuwafahamu. Na karibuni kwenye mji wangu. Asante. Swala zenu siongeeni sana machoni kwangu.
kuwafahamu kiundani zaidi. Wewe ni nani? Mbona tunashindwa kukuelewa? Na mbona unaongea kwa mafumbo sana? Leo ni siku ya hatari, kuanzia asubuhi mpaka usiku. Mkuu ameniagiza kuwa amekutengeneza kuwa msaidizi wake na kufuatilia baadhi ya mambo yake. Hivyo basi, andaa ulinzi, maana ibada ikianza sitoweza kutoka mpaka kukamilisha hili jambo. Sawa, nimekuelewa. Maana mimi nimetoka katika ubavu wa siri. Kuna story moja ya mtu ambaye alibarikiwa nguvu, mtu aliyekuwa na supernatural power. Mtu huyo alikuwa anatisha sana. Mtu huyo alikuwa hakamatiki wala haguswi na chochote. Mtu huyo alibarikiwa kuwa na nguvu nyingi sana, na mtu huyu aliishi kwa miaka mingi sana. Katika miaka yake yote alijulikana kwa jina la Mr. Kigombe. Mr. Kigombe? Kwa hiyo wewe ndio Mr. Kigombe? Hivyo nitaweza kuweka ulinzi kila sehemu. Sawa, mimi nitakutegemea, lakini kuwa makini na familia hii, maana wanatamaa sana. Sawa, usijali kuhusu, na yoyote yule atayeamua kupindisha, basi mimi nitamnyosha. Sindwe hapa tukugulira ulikuoshiwa sindwe najenda paka mwirunda kurondora ulipaha kwanje we sindwe ulipaha kwanje sindu ulipaha kwanje sindu. Unafanya nini? Na nani aliyekutuma? Hapana, sifanyi kitu chochote. Mimi nilikuwa naangalia mazingira tu. Mazingira? Acha kunidanganya binti. Najua kila kitu unachokifanya. Sasa dawa ya msaliti ni adhabu tu. Sindu Sindu Sindu. Ofini, inaonekana hofu ya mkuu ni hawa wageni mpaka kuanza safari ya kuja huko. Inawezekana ni hao, lakini sina uhakika sana. Na pia kuhusu hilo tusiwe na shaka sana, kwa sababu kiongozi ni mtu mwenye nguvu sana. Basi sawa, tuachane na hayo. Na vipi kuhusu mimi? Moyo wangu umeuteka sana. Ukaribu wangu mimi na wewe
Umenifanya nianze kupata hisia. Non, je refuse. Moi, je ne veux pas faire ça. Je refuse. Na je n'oublie pas avec de l'amour. Toi, c'est la sécurité. Haiwezekani. Mwenyewe unajua kiongozi ametutoa wapi. Alafu umekuja kunizia habari za mapenzi. Aone kama tuweka maisha yetu hatarini. Hapana. Nakupenda sana. Nige kona dodo jogi gasha kule no bebe. Na hene. Utizoko zulumu moyogoni. Ogoni na maumivu makali. Mapenzi upofu, naweza penda takizani, moyo kaubebesha maumivu, mapenzi yanauma ndani kwa ndani, utumwa wa mapenzi. Haiwezekani, tutahatarisha maisha yetu. Mapenzi ndo nafanya wengi tunapotezana. Tumezunguka vya kutosha. Hawa watoto watakuwa wameenda wapi? Wifi, mimi mwenyewe nashangaa sana. Naona kama mambo yanajirudia. Lakini hii sio kawaida. Wakitoka kwenye geti huwa wanaaga. Au alikuaga wifi? Alafu unanificha. Kama kutoka wifi ila wanaagaga. Lakini mimi nina mashaka. Hebu kaa vizuri na mume wako wifi. Nilijua tu. Yaani hilo nililitegemea. Yaani ule ni kaka yako. Lakini unavomtabilia mabaya, yaani unavomfikiria mabaya. Aya. Kupotea kwa watoto kuna uhusiana nini na mume wangu? Hilo nililijua. Ni tamaa za mali zilizokujaa wewe wifi. Uloho tu. Sasa wifi nisikilize. Yaani katika hili la mwanangu, kama unahusika katika kupotea kwake, utalilipia. Tena mara 100 yake. Sitakufumbia macho hata kidogo. Sijui tumeelewana mpaka hapo? Basi sawa. Lakini mimi ni mtu mzima. Nimeishi miaka mingi. Ila mimi naomba turejee nyumbani. Kama watakuwa wamerudi sawa, kama hawajarudi basi sawa. Baba oh, zindu baba oh.